Unaweza yote, mfalme mwema, uliye mwaminifu na mtakatifu. Tunakuja mbele zako mchana wa leo tukijisalimisha kwako. Bwana Mungu, tunaitoa mioyo yetu ikawe dhabihu mbele zako. Mfalme mwema, unatuambia katika neno lako kwamba moyo uliobondeka hutaudharau. Tunakusihi Bwana ukaweze kuipokea mioyo yetu tunapokuja kwako mfalme, tukiwa na kiu sana, tukiwa na njaa sana. Tunakuomba Bwana ukatulishe, ukatushibishe. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu muweza wa yote. Tutangulie Bwana, utubariki maneno ya kinywa changu, mawazo ya moyo wangu, mfalme mwema, yakapate kibali mbele zako. Nipatie afaaye kwa wanao, ewe Mungu, na ukaninenee vile vile kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa Kristo Yesu ninaomba na hata kushukuru. Naomba ukae ukiwa unamsalimia mwenzako, umwambie umesalimiwa na Evans tafadhali. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo amenipatia kupitia kwa mchungaji wenu ambaye ni rafiki yangu Reverend Bernard Day, pamoja na jamii yake. Wamekuwa marafiki kwa muda mrefu. Uongozi wote wa kanisa kuniruhusu kuweza kusimama hapa, na zaidi sana wanaume, ambapo siku hii siku yao kuweza kunikubalia kusimama mbele yenu. Jina langu naitwa Evans Msafiri, na mpenda Yesu Kristo sana, Mwokozi na Bwana katika maisha yangu. Na mimi Mungu amenijalia niko na mke mmoja, vile vile ni mke wa kike, anaitwa Lucy. Pamoja naye Mungu ametujalia tuko na watoto watatu, Esther, Joshua na Caleb. Na Bwana ametubariki mimi na nyumba yangu, tunamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye tulikuwa tuje pamoja naye, lakini akashindwa. Tuko na jamaa mdogo pale ambaye inabidi waende naye kanisani pale St. James Mwatate, na mke wangu yeye ni mwimbaji na vile vile ni mhubiri. Kwa hivyo sijisifu kwa hilo, lakini namtukuza Mungu kwa sababu alituchagua tuweze kumtumikia, nasi alipotuita tukaitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwanakama, kwa hivyo ninaposimama kwa mbele ya wanaume nasimama nikiwa niko nyumbani. Si mgeni katika kanisa hili, nilikuwa nimekuja wakati ule Madam wa Kesho Kazungu walipokuwa wamefariki. Mimi ndio nilikuwa master of ceremony siku hiyo, kwa hivyo si mgeni hapa. Na hata licha ya hivyo, hata kama nisingekuwa nimekuja, hii ni nyumba ya hapa. Kwa hivyo nimekuja kwetu nyumbani kwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji niruhusu, kwa sababu watu wote walipokuwa wanasimama hapa walikuwa na wish mothers a happy day. Nilikuwa na wasiwasi sana wakati mchungaji alipokuwa ameanza. Manake aliposema happy Mother's Day nilifikiria watasema happy Mother's Day to you. Lakini wakawa Bwana wakasema happy Mother's Day to us. Sasa niliandika ujumbe asubuhi, na naomba niusome kwa Kimombo, naomba niusome tafadhali kwa ajili ya kina mama, manake ninawapenda sana wanawake. I love women because I'm a man. Ukinielewa vizuri leo ujumbe huu utakao utafakari juu yake. Happy blessed Mother's Day to all the mothers in here. You carry a divine responsibility of incubating life and bringing God's creation to this world. You are unmatched beauty of soul and body cannot be wished away. More love and respect, Baraka tele. Mama yangu ni mwanamke, mke wangu ni mwanamke, binti yangu wa kwanza ni mwanamke. Kwa hivyo naheshimu wanawake sana, manake majukumu ambayo Mungu amewapa ni makubwa sana ya kutuleta duniani. Na nataka kuchochea yale chief alisema,
yale mheshimiwa MCA alisema na yale mchungaji alisema kuhusu fimbo, na ninamshukuru mama yangu sana kwa fimbo alizonichapa. Maana kama si hizo fimbo, sidhani kama ningeweza kusimama mbele yenu. Bwana asifiwe. Kama si fimbo za mama, singeweza kufika hapa na kusimama. Hamjanielewa? Kama sikutandikwa na mamangu, singeweza kupata nguvu na ujasiri wa kusimama mbele yenu. Kama singetandikwa na mwalimu wangu, singeweza kusimama mbele yenu leo. Ama nasema uongo jamani? Sisi wote tumepitia katika kudungulwa peke baba, kuchua made. Mamangu alikuwa anatuambia babaye, odo wa kuchua made. Na alikuwa mama anapenda kusifu sana akisema kwamba mama nyanya yake alikuwa asubuhi neno. Sasa kwa chua madani baba yeye usikabie mswaki. Ikinuke shu. Lakini sasa baada ya kupangusa baada ya kumbangiani kumpanga baba zao. Alikuwa anatuchapa na tuambia nitakutandika tena, baada ya kukutandika utaniita mama. Baba ananitandika, baada ya kumtandika nitamuita. Lakini hizo fimbo zimenifanya nikajua kwenda kwa kinyozi. Zimenifanya nikajua kula mboga ambazo zimepikwa. Maana kuna watu wanapoa wanakula mboga ambazo hazijapikwa leo. Si mnaona vijana wakitafuna majani alafu anafura mashaka hivi, washa mboga kisedekero. Fimbo zilinisaidia kujua kupiga pasi. Fimbo zilinisaidia kujua kujipaka mafuta, kukumbuka kuoga. Ni fimbo hizo. Hakuna haja tebe. Fimbo zilinisaidia kujua kuketi. Mwanamke unafanya nguo hivi ndio uketi. Ama sivyo? Ndio kama kuketi au hivi ulijua kukusanya miguu na kuiweka pamoja kupitia nini? Maana kuna siku ulisahau alafu kumbushwa kwa maneno. Ulikumbushwa kwa chakule. Sema chakule. Shukuru mama kwa ajili ya zile chakule ambazo alikutulia nazo. Shukuru mama sana. Maana zile chakule zilikusaidia leo hii kwa mambo ya pumzi ni kwako. Bwana asifiwe sana. Inaumiza moyo sana kwa kweli wakati wanafunzi wanachoka shule. It is painful. Na inaleta hasira katika, ni hasira takatifu tena hasira ya kibinadamu. You feel pain wakati unang'ang'ana kuweka mtoto shule, alafu mtoto huyo anachoma hiyo shule. Wazazi wangu ambao wako hapa, tusijembeleze watoto sana. Tafadhali sana. Hapa nje si kuzuri. Sisi tunaelewa vile hapa nje kulivyo. It is so bad. Hapa nje ni kugumu. Hapa nje vijana wanasema ni kubaya. Yaani wanaweka kurie kama kile kitu kimepanda bei mpaka wembe amepanda bei. Si kweli? Si hata wembe tukitaka kuchonga kalamu za watoto sasa wembe si chini ya shilingi 5. Hata kibiriti. Vego vile mzego hiyo kwa bei kama tu kuveka washo bei. Nani anatumia shilingi 1 sasa hivi? Sio kwamba imeondolewa katika sarafu za Kenya, lakini hakuna mtu anatumia shilingi 1, maana yake it is valueless. Kitambo ndio kumbuka kalaledo wa omo ile ilikuwa ya box ya karatasi nazo. Nimeona njoo kidogo. Ile omo ilikuwa ya box. Tulikuwa tunainunua ile omo shilingi 10. Alafu kwa hata alama gombe 10 cents. Tulikuwa tunazihesabu hivi. Sasa kuna watu wanaweza kupata miaka yangu. Bwana wasaidie watu kupata miaka yangu. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza neno la Mungu na shiriki kanisa pale ACK St. James Mwatate chini ya Archdeacon Maria Moshigani. Bwana asifiwe sana. Sitaki kuleta salamu zozote, maana mchungaji alinipigia simu Ijumaa, kwa hivyo sikuambia kanisani kwamba nitakuja, lakini asubuhi nilimjulisha mchungaji kwamba nitakuwa nakuja hapa leo kwa ajili ya huduma hii. Neno la Mungu katika Luka tuliposomewa mlango wa 10 mstari wa 38 hadi 42. Nataka tuzungumza sana kuhusu kukaa miguuni pa Yesu. Kukaa miguuni kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Kiingereza being or staying at Jesus' feet. Nataka kuleta picha ya watu wawili, Mariamu pamoja na Martha, ambao Biblia inatufunza leo ama Yesu Kristo anazungumzia leo kuhusu maisha yao. Yesu Kristo aliwatembelea alipokuwa anaenda kijijini kama vile tulivyosoma katika Biblia, na alipofika pale Martha alimkaribisha Yesu. Na Martha alipomkaribisha Yesu nyumbani kwake,
alianza kujishughulisha kama vile siku zote huwa tunafanya. Leo nilifika hapa saa 1:15 asubuhi. Nilirauka kweli. Maana kinaga nyegelo moja kazi za mdogo. Nilirauka kaja nikaketi pale wakati vijana walikuwa wanang'ang'ana kuimba hapa. So baada nilipofika saa 1:30 ikielekea dakika 40 hivi nikajulisha mchungaji kwamba nimefika. Mchungaji akaja mbio, akanichukua, akanipeleka kwake nyumbani, alafu akanikaribisha kikombe cha. Si hivyo ndivyo tunafanya siku zote tunapokaribisha mtu. Kwa hiyo Martha alipomkaribisha Yesu, alianza kushughulika kumpatia makaribisho mazuri kwenye mgeni wake. Siko kwa wewe. Ukikaribisha mtu kwako unaanza kumshughulikia. Unaanza kumpatia maji ya kunywa, unaanza kumpatia kama ni matunda. Nakumbuka kitambo kabisa tulipokuwa wadogo, mimi miaka hiyo, mgeni akija nyumbani tulikuwa tunampatia album. Hayo ndio mambo yametoka wapi mchungaji? Ukija kwetu tunakupatia album. Alafu tuko busy pale tunaanza kukuelezea picha, huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Sio bali wewe. Kuna watu wamekumbuka mambo ya zamani kutoka maskira kuchikichika. Siku moja kuna aunti yangu alikuja kwetu, alikuwa Nairobi, alafu akaja kwetu nyumbani. Sasa mimi siku zote nimezoea mgeni akija ni mpaka apawe maji ya kunywa. So nikachukua bilauri, kaweka maji, kamwekea mgeni maji kwa meza. Wakawa wanazungumza na mamangu. Lakini sasa mzee mkuu kwa mbele msaidia. Sasa yule aunti anaitwa Felicia. Akawa hachukui yale maji na kunywa. Halafu na mimi nikawa najiambia in my mind I know mgeni anapokuja ni lazima afanye nini? Apewe maji. Sasa nikaanza kumsogelea maji. Wamenenda tu wanani-ignore na nani wengine wanani-ignore zaidi nasukuma glasi. Bilauri. Wanaendelea kuongea na mama hanikatazi, mimi ninaendelea kusukuma bilauri mpaka mwisho imefika kwa age. Mwanamke mtingini, wamengana napeleka mgeni maji. Mgeni na mwana bado nzele sinyo maji. Amachacha, wameendelea kuleta wameni no na nemoni mgeni mpaka kunywa maji. Wanasifiwe. Amen. Wakaendelea kuzungumza, nikaisukuma tena mpaka mwisho wa class. Maji ikabuka baridi ikampigia. Sasa mama akaamua kunifanyia ile kitu. Lakini sikuwa na makosa. Mimi nilikuwa naenda kufanya nini? Karibisha mgeni. Nilikuwa najishughulisha kumkaribisha mgeni. I was so busy to make sure my guest is comfortable. Mgeni wangu amekaribishwa, akienda nyumbani anasema, nilifika pale kuna mtoto alinipa maji. Yule aunti bahati mbaya Mungu alimchukua. Ailaza roho yake mahali pema. Lakini alimkosea. Manake hata kama hakujisikia na yale maji, baadaye kidogo kutingini, mimi nisingeendelea kusukuma ile imfikie. Mungu bana wewe. Na akasababisha pia mami akanishughulikia asitu. Sasa tunaona katika Biblia ndivyo Martha anavyofanya hapa. Martha anaanza kusogezea mgeni maji. Lakini dadake naye amechukua fursa hii akakaa miguuni pa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Martha anashughulika sana. Yesu amekuja kwetu. Labda kulikuwa na kipande cha mkate kilikuwa kimebakia. Labda kulikuwa na mayai. Akakimbia kwenda kuwasha moto, kwenda kasha mabande. Ndio hizo sasa na mama imegavua kazi wa kushwa mabande mrode mbaka. Wako ndio kabe mahali ningemwacha akupuse omelette maana akupuse ile mgeni. Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Labda kulikuwa na kipande cha mhogo anang'ang'ana akichemshe ili apatie mgeni na chai ya maziwa ng'ang'ana maraba ile kagapungua. Huyu kibiri kingana karola kapake tena yake ng'ombe. Maraba kaje kwa kigagale kwa kachi. Na kashika mgaejo Brookside. Sasa maraba kasia kakimbia kaenda dikeni na kusema maraba kama elimu ni kingu yenki. Bwana asifiwe sana. Amen. Mariamu amechukua fursa hii kukaa miguuni pa Yesu. Dadake Martha anang'ang'ana sana kumshughulikia mgeni mpaka mwishowe akaamua kwenda kumuuliza Yesu. Kwani Bwana huyu haoni kwamba mimi ninahangaika na taalika? Si umwambie aje anisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo uchague kati ya Martha na Mariamu. Lakini chagua sana Mariamu ambaye amechagua kukaa miguuni pa Yesu.
Kwa sababu kukaa miguuni pa Yesu, la kwanza linatuonyesha sisi kukaa katika hali ya kuwa wanafunzi tuweze kufundishwa. Maana Biblia inasema alipokuwa naye, mstari wa 39, naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Kumbe tukikaa miguuni pa Yesu, Yesu atatuzungumzia. Kumbe tukikaa miguuni pa Yesu tutaweza kuyasikiliza maneno ambayo atakuwa anazungumza nasi. Na tunapokaa miguuni inamaanisha kwamba tuko karibu sana na Yesu. Hivyo basi Yesu hatazungumza kwa sauti kubwa kama vile mimi ninavyofanya hapa. Atazungumza kwa upole. Ndio maana Salome kwa mwindo akaimba, rudia rudia kama vile kwa mtoto nisisahau. Mozo wa kusikia chupozi mweleke Bwana. Nyinyi mlianza kusikiza nyimbo zingine wapendwa. Mlianza kusikiza nyimbo za kumsifu Yesu, mkaanza kusikiza zile nyimbo zingine kwa sababu maisha yanawapeleka kule kwingine. Bwana niambie kile kilichokufanya ukaja huku wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na watu wako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia rudia kama vile kwa mtoto nisisahau neno lako. Unapokaa miguuni pa Yesu, anarudia rudia kama vile kwa mtoto. Hakuna mzazi huongelesha mtoto wake kwa sauti kali, labda wakati anamkemea kwa sababu amefanya makosa. Nimezaa mara 3. Kwa hiyo kuna wakati nazungumza na mtoto wangu, ninamweka hapa karibu, dadi, daktari, mwalimu, rubani. Namzungumzia maneno mazuri akiwa hapa karibu. Na ninarudia kama vile kwa mtoto ili awe anakumbuka kila wakati. Kwa hiyo Mariamu alichagua jambo lililo jema, kukaa miguuni pa Yesu ili akaweze kusikia neno la Mungu, kusikia maneno ya Yesu yakadumu ndani yake. Usijitaabishe sana kuwa kama Martha kushughulikia mgeni. Usijitaabishe sana kwa ajili ya watoto wako siku ya leo. Usijitaabishe sana kwa ajili ya ndoa yako. Badala ya kumtafuta Bwana, kusikiza maneno ya Bwana, unasikiza maneno ya majirani wanayokuambia kuhusu Bwana. Maana siku hizi ukienda kwa mtandao unasoma how to tame a husband, how to be a good woman. Iko kwa mtandao, ama sivyo? Kuna wimbo tunaimba katika tenzi kwamba ni tenzi ama mchumba na kweli, nyimbo standard. Kelele za dunia zimekuwa neno nami Bwana. Maana kelele za dunia zimekuwa nyingi, walimu ni wengi. Tunajitaabisha kama Martha kwenda kutafuta maneno kwa walimu kuhusu namna ya kutunza na kudumisha ndoa. Hakuna ndoa iko na manual. Hata mimi nilioa harusi kanisani 2013, lakini sikupewa manual. Ama kuna mtu alipewa manual ya ndoa hapa? Kwenda kwa manual ile namna ya kuishi na mke, namna ya kuishi na mume, namna ya parenting. Hakuna mtu alipewa manual. Kila ndoa iko unique and autonomous. Ni kwenda na kumwambia Bwana nisaidie, maana nilipatiwa cheti cha kuingia kwa ndoa. Wakati tunasoma tunapatiwa cheti cha kumaliza masomo. Hata kama tunaambiwa I've given you power to read, but it is after completing the course. But in marriage, you graduate into marriage. Unapewa cheti ukiingia kwa ndoa. Na haupati manual na mtu. Ukifika pale unasema kumbe kwa kina ndoa ni uovu na kuko namna hii. Sasa unaweza jitaabisha sana kama Martha kwa ajili ya kutunza ndoa yako, kumbe ukaharibu. Martha anamfuata Yesu na kumwambia Mariamu ameniachia kazi. Kuna watu leo hii wako barabarani kila siku, maana kimeumana kwa kina ndoa, sasa anaungana kurudi kwao. Badala ya kukaa magotini miguuni pa Yesu na kumtafuta uso wa Yesu, Bwana si unizungumzie hapa kimeumana, nitafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wanaume ambao wanashindwa kwenda nyumbani, anamaliza kazi saa 11 jioni, alafu anaamua kujipea overtime ofisini mpaka saa 3 usiku ndio aende nyumbani apate mama na watoto washalala.
ili alale, manake kwa kina ndoa hapakaliki. Ametupatia shughuli kama Martha pale ofisini. Kuna watu ambao wanatukemea ofisini tunapofanya kazi, si kwa sababu wanatuchukia, lakini kwa sababu kama Martha wamenitaabisha na mambo ya dunia hii, wamebeba mambo mengi, mizigo mingi. You know, sometimes a boss can hate you, anakukemea not because anakuhate, lakini kwa sababu ya yale mambo ambayo amebeba. Akikuona hivi anakumbuka vile kitunguu kilikumbuzwa jana. Akikuangalia anaona vile ambavyo hakupewa chai asubuhi, anaambia usijipikie chai yako. Akimwangalia anaona namna vile alimwambia nilitandika kitanda jana, leo ni siku yake ya kutandika kitanda. Akimwangalia anakumbuka namna mambo yalivyo magumu, anajitaabisha kama Martha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo chagua kuwa Mariamu, kukaa miguuni pa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kama mawimbi yako mengi namna gani, tujikimbize miguuni pa Yesu, maana tukikaa pale tunakuwa watu wa kuinama na kumwabudu Yesu. Tunakuwa watu wa kukaa pale na kumtwika Yesu mizigo yote. We surrender to Christ all the burdens that are there, because our burdens were lifted at Calvary. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu Yesu anatufurahisha sana katika neno lake hapa, maanake anamjibu Mariamu. Anamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Hebu ondoa jina la Martha pale, weka jina lako, lakini usitamke katika mawazo yako na katika moyo wako. Pale kwa Martha weka jina lako. Fikiria namna unavyotaabika katika maisha. Fikiria namna unavyosumbuka mawazoni mwako. Fikiria namna unavyong'ang'ana kubeba hii mizigo ili kusuluhisha na kufikia vision ya maisha yako. Yesu anakuambia, Evans, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Kuna mambo hata ufanye namna gani hutaweza. Yesu tu ndiye anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, wamama wanabeba watoto, wanabeba mimba. Wamama, hakuna mama ambaye ubeba mimba akitaka kuwa na mtoto ambaye ni mtundu. Hakuna mama ubeba mimba akitaka kuwa na mtoto ambaye hatafanikiwa maishani. Kila mzazi anatamani, akona big vision na big picture kwa ajili ya mtoto wake, kama mwanao ubango mtoto anayehitajika katika society. It pains wakati mtoto anaanza kwenda katika njia ambayo si ile mzazi alitaka. Sasa hili utaliweza mama, hili utaliweza baba. Yesu tu ndiye anayeweza. Watoto hawa tuliobeba tumboni, namna Mungu alivyosababisha wakati tumboni, katika tumbo za mama zetu miezi 9, basi Mungu awabebe. Aliwabeba tumboni, awabebe, maana hatuwezi kuwabeba tena mikononi mwetu. Awabebe mwenyewe, awafikishe katika destiny zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuchague kukaa miguuni pa Yesu. Ndio tutawachapa. Maana Biblia imetuambia usimnyime mtoto mapigo, kwa maana ukimchapa mtoto hatakufa. Ndio tutawachapa, ndio tutawachuna, ndio tutawakemea, ndio tutawareprimand. Yes, we will do that. Lakini kuna sehemu ambayo si yetu, tuwapeleke miguuni pa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusisumbuke kwa vitu vingi, maana Yesu anasema katika mstari wa 42, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Can we choose today to be at Jesus' feet? Tuchague leo kukaa miguuni pa Yesu, ndipo hatutaweza kusumbuana na mchungaji anapozungumzia na kutuambia mpango wa kanisa ni huu, twende ABCD. Lakini kama tutajitaabisha na mambo mengi, tutamuona mchungaji kama mwanadamu tu, hatutamuona kama mtumishi wa Mungu anayerepresent Mungu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Iwapo tutachagua jambo hili lililo jema, kwa kweli hatutasumbuka katika ndoa zetu. Kwa kweli hatutasumbuana na kung'aruana katika ndoa zetu. Tutakaa tukiishi, si kwa kuvumiliana tu, lakini tukiishi kwa furaha. Maana tumekutana watu wawili, kila mtu ako na mapungufu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tutaacha kwenda kwa walimu wa dunia hii
wa kutufunza na kutuambia. Nilikuwa nasoma story wakati wetu kusoma vitabu vya TKK miaka ya 90 huko. Sungura anaambia fisi, leo jioni tuwapige mama zetu, imkaleke mawili hivi. Fisi anakubali, anasema leo tunatandika mama zetu. Alafu sungura anapita kwa mgomba, anasikizia vile jamaa anapiga mama zao huko. Mbisi yeye kama bae na kioje kikwa kena mwana pumele kwa kama mpaka asubuhi mwako robe sekao na baba kelu wewe kama yenyewe kaneno. Maana kelele za dunia zimekuwa nyingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Tunataka ndoa itamanike. Kwa sababu gani? Ya kukaa miguuni pa Yesu na kumwambia Bwana tuelekeze. Haya mambo sisi hatutayaweza, sisi hatuyajui. Mungu tuelekeze mwenyewe. Maana wewe ndio ulianzisha haya mambo katika maisha yetu. Mimi leo ninachagua kukaa miguuni pa Yesu kama Mariamu. Sijui wewe unachagua gani? Maana Mungu amesema hapa, Yesu Kristo anatuambia, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo halitaondolewa. Je, kukaa miguuni pa Yesu kunatufanyia nini? La kwanza, kukaa miguuni pa Yesu kunatupatia amani. Yaani tukikaa pale miguuni pa Yesu, tuko na assurity kwamba sisi tuko na amani, maana Yesu mwenyewe ni amani. Alipokuwa anaondoka anasema, amani yangu nawapeni, amani yangu nawaachie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale matatizo ya dunia hii tunayoishi, day to day trouble, tutakapokaa miguuni pa Yesu, we all leave it to him. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, la pili, tunapokaa miguuni pa Yesu linaturuhusu sisi kusikia. When we are at Jesus' feet, we will listen. Maanake Mariamu alipokaa miguuni pa Yesu alikuwa anasikiza Yesu anamwambia. Tukikaa mbali na Yesu, ndugu zangu, tukikaa kando na Yesu, hatutaweza kusikia. Maanake kelele za dunia ni nyingi. Jina la Bwana litukuzwe. Padre amesema hapa kwamba imani na matendo. Kuna mambo mengine ambayo yanahitaji yashughulikiwe kwa matendo. Si ni kweli? Lakini leo hii tukisikia padre amepiga mke wake kwa mfano, pole padre, usifanye hivyo, nataka kuangalia maana yake mtu anakaa juu juu. Lakini leo kwa mfano tusikie padre amepiga mke wake, Jumapili inayofuata kuna Kristo atakuja kanisani. Akija kwa pastoria kibisha mlango unaona kumfungulia. Kwa sababu gani? Tukikaa mbali na Yesu hatutaweza kusikia, lakini tukikaa miguuni pake we will be able to listen. Kwa hivyo padri yeye bado ni mwanadamu na mwili hauokoki. Atakapokuwa ameudhika kwa sababu ya mambo ambayo yamefanyika ndivyo sivyo na mke wake, hataweza kuinua mkono na kumchapa mke wake kwa sababu ako miguuni pa Yesu, analisikiza neno la Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Ukikaa mbali na Yesu utasikia sauti ikikwambia ama bana wako ama bende wa mbio na kundole uganga nao aba ya Tanzania Sumbawanga uganga kwa hii enda kuteko usuru wako, enda kuteko malemba kama pera, enda kuteko chokoleta kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wako hawezi kuwa wanasoma wanaenda mpaka university alafu hawapati kazi. Si bure. Si bure. Kuna kitu kile bono ilavo. Ama hapa mnageni kwa ndio kulela kakolo ndio kulela. Mara wao ndio kuzima. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokaa mbali na Yesu utamsikiza shetani akikuzomea na akikwambia akikushauri toka hapa, haya mambo ambayo umefanyia si ya kawaida. Utasikia vitu vikitendeka wakati usiku. Kwa kusikia mambo vikitendeka na bei yake. Lakini ni msimu wa mapera. Mpera wako ichi Nike moja ya wewe fumeche hii, mabele kwa mjengekenda mpere. Sasa maonge kwa kwa nani? Bwana Yesu asifiwe.
Jina la Bwana litukuzwe. Ni msimu wa mapera, mwangalie mpaka ende kule. Mapera yameiva, maososi yanaenda kachukua mapera. Sasa kama mapera ni mazito, likipita je mabati yako ipirashale imeanshapo tushika bei kwako. Uonbeli okumbe ile bei kwako. Ndugu yangu mganga alifika kuku wake, wenda yale kwa kuku, wende chila, komba imegea brangi. Akane kwa kuku, kumbe kwa kuku kushele basi ya kwa vai. Alafu baada ya ile vile kama ulikuwa mai, ya sababu yangu ulikuwa maganga. Na maganga kwa sababu nije kupia chomo ya mganga ndeli. Kesho kutana mganga au maganga kutana na mganga hamsalimii. Tukikaa miguuni pa Yesu, tutamsikiza Yesu anasema. Jamani, muda unaenda mbio kweli. Unajua Waingereza wanasema a hungry man is an angry man, na hapa wanapeleka zote. Lakini la tatu ni kwamba tunapokaa miguuni pa Yesu tunapata usalama. It assures us of our security. Maana Martha alipoona kwamba Mariamu amekaa miguuni pa Yesu, alienda kumstaki kwa Yesu. Mwalimu nisaidie, huyu ameniachia kazi zote, naosha vyombo, nakona modo, nakanga maji, nareda chai, lakini uko ukitia tu. Alafu Yesu anamtetea Mariamu. Anamwambia, Martha, unajitaabisha kwa vitu vingi. Yaani tukikaa miguuni pa Yesu, anatutetea. Hatutaona mwangaye kwamba ametumwa na Mary. Hatutaona mayai hapa ametumwa na mganga. Hatutaona mapera ambayo yako mabati yametumwa na mtu mwingine. Bwana atatukinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Nampenda huyu Yesu, maana akitupatia security yake, ndugu zangu, hakuna chochote hata shetani mwenyewe hawezi kutufikia. Kama uamini, ukikutana na mtu anaitwa Ayubu, muulize. Shetani alienda akaambiwa na Yesu, kwanza Mungu alianza kuboast, akamwambia unamuona mtumishi wangu Ayubu? Ama sasa hiyo. Unamwona mtumishi wangu Ayubu? Akaambiwa na shetani, lakini wewe umempatia vitu vyote vizuri. Komneke ng'ombe, anakupenda kwa sababu ulimpatia hivi. Akaambiwa ndio uguse vyote, lakini usiguse nini? Roho yake. Akafanya haya yote mpaka mke wa Ayubu mwenyewe akamwambia, "Wewe Mungu wako." Maana mke wa Ayubu aliona hii roho ya Martha. Bwana Yesu asifiwe. Mke wa Ayubu anamwambia Mungu wako kuforoko. Kaza na kwenda sababu. Maana mnaki. Kwenda saki. Mungu atupatie yaliyo mazuri, asiruhusu mabaya yatujie. Jamani, usalama wa kweli tunaopata katika miguuni pa Yesu. Yesu atatutetea. Hata ukisoma katika kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wa 22 kuhusu Yairo ambaye alikuwa na binti yake mgonjwa. Yairo alienda kwa Yesu akimwambia, Yesu, binti yangu ni mgonjwa, anataka kufa. Nisaidie apone, maana yake tunajua hata kufa. Wakati wakizungumza ya Yesu, wafanyakazi wanakuja ndio wakimwambia Yairo, acha kumtaabisha mwalimu. Binti yako ashakufa kitambo. Jina la Bwana litukuzwe. Unapokuwa katika machungu, unapokuwa katika hali ngumu, kuna watu ambao wanakuja na kukwambia like dema ile pundu. Tulijua utaanza kujenga lakini utamaliza. Tulijua amesoma sana, ameenda ng'ambo lakini ubieni. Tulijua. Lakini Mungu anatupatia security. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Jamani, Yesu akaenda nyumbani kwa Yairo. Alipofika pale akitaka kumponya moyo Yairo kwa sababu ya imani, tunaona watu wakimcheka Yesu. Yaani wameweka na ufuate mpaka kumseka Yesu. Yesu aliyeshinda kifo, Yesu aliye na uwezo, aliyefanya Bartimayo wakaona, aliyewapatia watu waliokuwa wana njaa akawapatia chakula na wakasaza mpaka wakakokota vikapu 12. Mambo yake yalikuwa yametangazwa kila mahali, yamesikika. Bado watu walikuwa wanacheka kwamba mwana wa Jairo anaenda kufunga Bwana, atakuwa achelewa. Kokote hao. Najaribu kuimagine, Biblia inasema hivyo, lakini I'm trying to imagine how people would think and even talk in a reckless way. Lakini Yesu anamwambia binti wa miaka 12, binti, amka. Alafu anaamka, anamwambia mpeni chakula. Lakini mambo haya
msiambie. Hasa kukaa miguuni pa Yesu kunatufunza leo kusekeka mdomelade la malagochukisha. Jifunze kushikilia mambo. Wanaomba na nyingine mmoja, yaani hivi kitu kidogo tu lakini unatangaza kila mahali, watu washajua kwamba mnaona ile gari limekuja, ile gari langu bwana. Asubuhi unajaribu kuwasha gari ile watu. Betri imeenda chini. Kwa sababu gani? Ulienda kuambia watu ile gari? Unaona msichana mdogo naye. Huyu msichana ndiye ninataka kuoa. Huyu msichana alisoma mpaka university, babake huwa ni senator wa Kenya. Na sasa huyu msichana anataka kumuoa, ni graduate, in fact ni daktari Nairobi Hospital. Atumelia mtu kwa sababu mtu ni rafiki yako sana. Wiki ijayo mcheko hapo, mara yake mdabano hapo, analeta mchumba, amepata msichana kutoka huko Turkana. Anamleta hapa, huyu msichana wa Turkana ni ambassador huko India. Na sasa anataka kuolewa, kwa hivyo namkaribisha mche. Moyo wake ocha mageshoni, hakuja physically. Mtoto wangu yule ambaye anakaa Saudia ametuma pesa. Hivi lori imekuja, mnaona ile lori tipa imekuja imeleta mguruga kutoka Taveta huko Tumboni. Na ingine inatoka huko unaleta mchanga. Ingine inatoka Marekani unaleta kokoto mtaki. Msichana wangu anataka kujenga bungalow hapo. Nyumba hizi kama kwa leto. Hebu kieni yani. Kwa sababu tu ya kufanya nini? Kutangaza mambo. Jifunze kushikilia mambo. I mean Jesus was very wise. Mbona angemwambia hiyo mambo haya usiambie mtu? Na katika instances nyingi katika Biblia Yesu alipoponya watu aliwaambia nenda usiambie mtu. Sasa wewe unaoshwa na nini? Mimi vile nasikia hivi kama na mkiki futaya. Mimba itasema yenyewe, unaanza kuambia watu kuhusu mimba yako bora unafanya. Si mimba itasema yenyewe. Kuna mambo mengine ambayo utanyamazia mpaka yafanyike. Not because you hate your brothers, not because you hate your sisters, but because Yesu amesema mambo haya usiambie mtu. Jamani, nimekuja kutenganisha watu eh? Nimekuja kufanya watu wachukue na ndugu zao. Mambo mengine shikilia mpaka yaive kabisa. Umeanza kuambia msichana siku ya kwanza kwamba I'm interested. Naona kwamba we can risk. Maana yake kuishi pamoja ni kurisk. Kama namna gani? Mchungaji ni kurisk. I have risked for the last 13 years. Wewe unakaa mtu ambaye anapika chakula ujue anakifanya nini? Ama mchungaji wewe unajua umetengeneza chakula umeweka nini? Wewe unaweka roiko zako. Roiko ukichambua leo uweke roiko umeweka chumvi. Lakini ukaacha kwa wapi? Because Waingereza walisema the only way to the heart of a man is through the. Wanaume wataki kujibu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu ambaye umemwamini mpaka unavua nguo zako zote. Kofia kuoroze kuchukua baki, wewe mtende mvao imbili ya mtu. Sinikulisi jamani. Ama namna gani? Mchungaji mwanga, si kweli nikulisi tu. Look at this. Ushaikosewa na mtu ukasikia kabisa mtu anataka kupiga vibaya. Nazungumzia mke na mume. Umefika mahali mmechemshwa na maisha mpaka mmekasirikana kabisa mpaka kama wana wa hivi wanaongeleshana. Network ya story imepotea. Nimesikia mtu akiitwa afande hapa. Afande lazima ni mtu ambaye anahusiana na bunduki hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imagine afande anafika mahali amekasirishwa na huyu mtu. Na ni mtu mzima. Na yeye ni mwanadamu. Na tunasema mwili hauokoti. Na hasira kila mtu aliumbwa nazo. Pande wa wala hao kama mbinguni. Ama vipi? Si ni kweli? Sasa huyu mtu umekasirishana naye afande, mkateteshana, mmekaa mjaongea mpaka ukaona I cannot stay in this house. Let me niende nje nipige upepo kidogo. Mara ngapi gani? Wewe nikikutupa kwenye kiputu. Yaani unge besenale. Kwanza wale wanawake ambao mimi huwa hazionekani vivika mabongo. Havionekani kabisa, wanaweza kusikia ai meshimona wakufungue. Uko na mzigo hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wacha watu wapate surprise. Sema surprise. Usipende sana
Ndugu zangu, narudia hii nikiwa ninamalizia. Usipende sana kusema mambo yako. Ile siku nilipata kazi, nilipopigia simu nikaambiwa, congratulations, njoo uchukue appointment letter yako. Aliyejua hayo mambo ni mke wangu peke yake. Nikatoka mahali nilikuwa, nikaenda nikapewa barua, niliposaini na nikahakikisha ni kweli, ndio nikaanza kwanza kumpigia mama, "Mao, ulale." Ndugu zangu, ulale. Furaha za Mungu kama sema ni mambo yake. Sasa hivi unaanza kutangazia watu, unaanza kuambia nilipata, alafu inakuwa sivyo. Bwana asifiwe. Amen. Usipende kutangaza mambo yako. Nyamaza. Tukutekeleza Yesu, Yesu, Yesu mwana kweli, Yesu Ilisikia mama mwingine akiuliza binti ambaye ameolewa katika gogo akiwa mjamzito, "Mimi nikubuhi, mwende mkamoja askari ndio akanunua gogo." Alafu wewe unatangazia watu unaambia no gogo. Alafu discourage inakuja. Sisemi kwamba watu ni wachawi jamani. Sisemi hivyo. Naomba mnielewe vizuri tafadhali. Sijasema watu ni wachawi. Lakini kuna watu ambao wakiangalia mahindi hivi kwa maana yafie ingaoma nini. Kuna watu wakiangalia ng'ombe ikiwa na mimba yafusha. Jingo sikile ng'ombe ikoga chini. Ushawahi kusikia ng'ombe inajinyonya? Basi, kwetu kulikuwa na ng'ombe ilikuwa inajinyonya. Si kwetu nyumbani, yaani kwetu huko kwetu. Sasa kama na ng'ombe ikoga chini. Wani kama tu. Jamani, hii nazungumza si story. It's a true thing. Shikilia mambo yako. Shikilia mambo yako. Hata kama ulisikana ukajua, wacha ibaki siri yako na mume wako na daktari. Yabakia hapo. Jamani, mtoto anazaliwa tu, wakati wake ukifika atazaliwa. Na tutajua kama ni mvulana ama ni msichana. Hata zawadi zingine zinazoletwa kwa harusi, kuna mchungaji alikataa Mombasa akasema, "Mchungaji Mary, kuna wamama wamezoea kufunga watu leso. Bibi harusi acha kama kufunga leso, tunamnyimbia ni harusi. Wao funga leso, wao funga kizazi ndepi hapa." Watu wanacheka, lakini these things are happening. Huyo mchungaji akasema kwa hii harusi zote nitakazofundisha, mambo ya kupeana zawadi za kufungisha maleso, ati wengine unapewa kitanda kimeletwa na mattress, mlale juu hicho kitanda. Mkitoka hapo, mmetoka mkienda. Bwana tusaidie sana. Tuchague kukaa miguuni pa Yesu. Tukikaa miguuni pa Yesu, kuna usalama. Jamani, tungeongea mpaka kesho kutwa. Lakini Bwana atubariki sote. Naomba tusimame tafadhali. Tunapoendelea kuimba kwa wimbo ambao mioyoni mwao wanasikia wamekuwa Martha, wamezungukia vitu vingi sana vya maisha na wanasikia kwamba wamepoteza nguvu, wamezunguka na kupoteza wakati mwingi waking'ang'ana na maisha, kama vile Martha alivyokuwa anang'ang'ana kumkaribisha mgeni wake. Kama unasikia moyoni mwako kwamba unataka kuwa kama Mariamu na kwenda miguuni pa Yesu, mchana wa leo nafasi hii iko wazi. Tunapoendelea kuingia mikononi mwa Yesu, hapo ndipo kuna usalama. Ndugu zangu, chukua tu hatua, njoo hapa mbele tuombe pamoja. Hata kama hapa huwa hamfanyi hivyo, naomba leo mimi nifanye hivyo tafadhali. If you feel in your heart kabisa umekuwa Martha, umekuwa ukitaabika sana, ama umekuwa Evans ambaye aling'ang'ana sana kusukuma bilauri kwa ajili ya mgeni na mwishowe maji yakamwagikia mgeni, na nataka tuombe pamoja. Chukua tu hatua, songa hapa mbele. Yesu yuko hapa
kukupatia usalama. Yuko hapa Yesu kukupatia amani. Yuko hapa Yesu kukupatia ulinzi. Ukifanya ukasikiliza yale anayozungumza. Katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu nilikusudia nifanye nimefanya kwa watoto wako. Asante Mungu kwa kutuzungumzia kwa mapana na marefu kuhusu kukaa miguuni pako. Yesu Kristo, tusaidie. Tunaomba sana tukaweze kupata amani miguuni pako. Tunaomba sana tukaweze kupata ulinzi miguuni pako. Tunaomba tukaweze kupata majibu ya maswali yote tuliyo nayo miguuni pako. Tunakuomba Bwana utusaidie. Muda mwingi Bwana tumekuwa kama Martha ambaye amejitaabisha kwa vitu vingi. Tumetembea hapa na pale tukitafuta namna ya kujisaidia. Tumetanga mbali mfalme mwema na tunatoka katika upendo wako. Tunakuomba Bwana utusamehe. Tunakusihi Bwana utusaidie. Tunakuomba Mungu utupatie chaguo hili lililo jema. Utuwezeshe kufanya chaguo hili lililo jema na kukaa miguuni pako. Maana miguuni pako Bwana ndipo kuna usalama. Miguuni pako Bwana ndipo kuna amani. Miguuni pako Bwana ndipo kuna baraka. Miguuni pako Bwana ndipo kuna majibu ya maswali mengi tuliyo nayo. Ewe Mfalme, kelele za dunia zimekuwa nyingi, lakini tunataka kukusikiza wewe. Tunataka kusikia kutoka kwako Mfalme. Rudia kama vile kwa mtoto Mfalme, ili tusilisahau neno lako. Bwana mwema, tunaamini kabisa kwamba una mpango mzuri na maisha yetu. Tutetee Bwana, tutende mema Yesu, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kusadiki. Amen. Salama kwa Yesu, salama.